Mtazamaji wa Tanzania ITV, hujambo? Karibu ili nikufichulie siri vile serikali ya Samia Suluhu Hassan imeweka mikakati na mipango maalum ya kuwapora Watanzania, nikiwa mmoja wao, hela zetu zile ambazo tuko nazo ili kuwa maskini na tuendelee kumwekea magoti chini. Nitakufahamisha mengi, lakini kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Vile unavyotazama hewani, ni wazi kwamba marufuku kukaa na milioni 10 nyumbani. Umesikia sasa? Serikali imepanga mabaya kwa Watanzania. Sasa hivi sijui tutaenda wapi, hata wale ambao tunakaa hapa Mbeya, sijui tuhamie taifa lipi, kwa sababu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye anaitwa Albert Chalamila ametoa onyo kali kwa sisi wa Tanzania wote kuwa kuhifadhi pesa taslimu zaidi ya shilingi milioni 10 nyumbani bila kuziweka penki ni kinyume cha sheria. Ameyasema haya kwamba kulingana na serikali ni muhimu wananchi kufuata taratibu ili kuepuka matatizo ya kisheria. Kauli hiyo imetolewa leo na Chalamila wakati akizungumzia tukio la hivi karibuni ambapo raia wa China walikamatwa wakiwa na pesa taslimu kiasi cha shilingi bilioni 6 ndani ya nyumba yao katika mtaa wa Oysterbay, Dar es Salaam. Kwa kusema ukweli halisi wa mambo, mipango ya serikali ya Samia Suluhu Hassan ni kwamba yeyote ambaye yuko na pesa aziweke kwa pengi ili kujulikana ni pesa ngapi kila Mtanzania ako nazo. Ikiwa uko na zaidi ya milioni 10 uziweke kwa pengi ili utoe kodi, ili unyang'anywe kidogo kidogo kwa kukatwa kodi, na baadaye utakuwa maskini kama Mtanzania, kwa sababu serikali itazidi kukumulika vile unatengeneza hela. Kama ni biashara unafanya, kodi ni ngapi ambayo unalipa, mbona hulipi? Sasa sisi wa Tanzania tumefikiwa. Hii ni njia moja ya serikali ya Samia Suluhu Hassan kupanga kutupora sisi wa Tanzania pesa zetu, wakati unaambiwa ni marufuku, ni kinyume na sheria kukaa na milioni 10 nyumbani mwako. Swali tunajiuliza, wakati ulikuwa unatengeneza hizi hela kwa biashara, serikali ilikuwa wapi? Ilinunua bidhaa zipi kutoka kwako? Sasa inahitaji hela zako uziweke kwa penki. Unajua, baada ya Uswidi, Canada, USA na bunge la Ulaya kukata misaada kuelekea taifa hili letu la Tanzania, serikali haina pesa. Sasa tumepangiwa kumulikwa ili kujulikana ni hela ngapi ambazo tunazimiliki, ili tuanze kutozwa ushuru, kulipa kodi, ili kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinaendelea katika taifa hili la Tanzania. Sasa kuwa na hela ni kinyume na sheria. Kivipi sasa? Kwa sababu kila mtu anatoka kila wakati, anatokwa jasho wakati anafanya kazi. Sasa ukifikisha milioni 10 unaambiwa lazima uzipeleke kwa pengi, kwa sababu ni kinyume na sheria kumiliki hela nyingi zaidi ya milioni
10 kwa nyumba. Na hizi hela milioni 10 hapa Tanzania sio hela, zingekuwa milioni 10 katika mataifa yale ambayo yameendelea kidogo kiuchumi ni hela nyingi, lakini hapa Tanzania hata tukibadilisha kwa madola sio pesa. Kumaanisha ni mipango ya serikali, ni mikakati ya serikali ambayo imeweka kuhakikisha ya kwamba wale ambao hawatoi kodi wamefikiwa. Sijui idadi ya Watanzania ambao wako na milioni 10 hizi ni wangapi. Hivi majuzi tuliona Tundu Lissu, wakati tulikuwa tunavuka mwaka huu wa 2026, alianzisha mchakato wa kufunga mwaka wa mwaka 2025 na Tundu Lissu. Gen Z ama vijana na Watanzania wazalendo wakatuma hela, tukafikisha zaidi ya bilioni 26. Sasa ni ishara tosha kwamba sasa hizi hela za Tundu Lissu ambazo tuliweza kuchangisha ziwekwe kwa pengi ili serikali iweze kuzimulika ni kivipi zinatoka, kwa sababu ikumbukwe Samia Suluhu Hassan alikuwa anasema ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na fadhili maandamano nchini Tanzania. Sasa hii ni kumulika viongozi wako na hela ngapi, wanatoa kodi kivipi, na wakati unaenda kutoa hela zako kwa penki, huenda utaulizwa kwa nini unazitoa na unazipeleka wapi hela zako. Yani hauna uhuru wa kumiliki ama kutumia hela zako vile unastahili kuzitumia. Uongozi ambao upo mamlakani sasa hivi ni uongozi ambao ni wa kimla, ni uongozi ambao unataka kutukandamiza sisi wa Tanzania, na hatujui ni wapi tutajificha sasa hivi, kwa sababu tumefikiwa. Kusema ya kwamba Wachina walikuwa na bilioni 6 nyumbani, hiyo haimaanishi chochote, kwa sababu ni mali yao. Sasa sisi wa Tanzania tunaambiwa ukiwa na milioni 10, milioni 10 ukibadilisha kwa madola sio hela nyingi, unaambiwa lazima tuziweke kwa pengi. Tusipoziweka tutakujiwa na serikali. Kumaanisha ni kuanzisha msako wa kuhakikisha kwamba Watanzania tumejulikana wale ambao tuko na hela na kodi ni kivipi tunaitoa. Hata vurugu zikitokea unaweza muliko, kwa sababu utaambiwa ulikuwa na milioni 10 kwa benki, mbona zikapungua, zilienda wapi? Kumaanisha kuna wengi ambao wataanza kuulizwa unatengeneza hela kivipi, hata wale ambao ni wafanyabiashara. Sasa TRA huenda ni njia moja ya kuhakikisha kwamba wanamulika kwa Tanzania wote hela ambazo wanazimiliki na kutoa kodi, na hii ni njia moja ya kuhakikisha kwamba wamewateka nyara Watanzania wote ambao wako na hela, kwa sababu unapokuwa na hela, hata uongozi, yule ambaye amekalia kiti kile cha Ikulu, wakati hauna hela nyingi, inakuwa rahisi kwa uongozi wake kuongoza. Kwa kusema chochote lazima Watanzania watafuata, lakini wakati mtu uko na hela inakuwa ngumu kiongozi kutoa amri, kwa sababu unaweza kutoka Tanzania uende taifa lingine, hauwezi kufungwa mdomo. Sina lingine la kuongeza. Hayo ndio yametufikia sisi wa Tanzania, lakini tutaendelea kutoa siri zote kila wakati. Kabla nitamatishe, naomba ikiwa hauja subscribe, kuna patoni ya subscribe hapo chini, iponyeze na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana, tukutane baadaye.